Mtangazaji wa Wasafi TV ambaye ni George Ambangile, lakini pia ni mchambuzi wa soka la Tanzania, amefichua kuhusiana pia na tawi ambalo lilipewa kipaumbele kuonekana kwamba ni tawi la Yanga pale Posta na limeweza kugharamiwa na wanachama wa kikosi cha wananchi. Lakini ukweli ni kwamba kumbe tawi hili ambalo limekuwa likiendelea kutrendi na kuonekana katika maeneo ya Posta, ikionekana kama ni tawi jipya la wanayanga ambalo wameweza kulizindua, lile sio tawi lililowekezwa na wanachama wa klabu ya Yanga, bali ukweli ni kwamba na alichoweza kukifichua ni kwamba rais wa klabu ya Yanga pesa yake ndio imetumika kuweza kufanya hayo yote mpaka tawi la Posta ambalo kiuhalisia lina zaidi ya gorofa 6 kwa maeneo hayo ya Posta, na ikionekana dhahiri shahiri kwamba hakuna gorofa na tawi kubwa kuzidi tawi hilo pale mjini Dar es Salaam kwa Dar es Salaam, ambapo hivi sasa imeonekana Yanga kuwa na mapenzi ya dhati kwa mashabiki zao, licha ya kwamba kuna wakati walikuwa wakificha ukweli na kusema kwamba tawi hilo limetengenezwa na kugharamiwa na wanayanga wenyewe. Lakini kumbe pia rais wa klabu ya Yanga amechangia kutoa pesa zake mpaka tawi hilo limeweza kukamilika. Kwa hiyo sio tawi ambalo linamilikiwa 100% na wanachama, lakini pia na wapenzi mashabiki wa klabu ya Yanga, bali pesa hizo zimechangiwa kwa nafasi yake kukamilisha, lakini asilimia kubwa aliyetoa pesa na kuhakikisha kwamba mpaka tawi hilo la Posta limeweza kukamilika ni rais wa klabu ya Yanga ambaye ni Rais Engineer Hersi. Kwa hiyo kwa wale wana Simba ambao kama walipigwa na butwaa na kuona kwamba labda Yanga muonekana kuwa na mapenzi ya dhati, basi ni kufahamisha ukweli ambao umewekwa wazi kuhusiana na hili ambalo watu wengi lilikuwa linawachanganya, na mwisho wa siku wana Simba wakawa wanazomewa na kuonekana kwamba wao hawana uwezo wa kufanya makubwa katika matawi yao kama ambavyo Yanga wameweza kufanya. Sasa tukutane kwenye upande wa comment. Mimi sina la ziada, ila cha msingi tu sisahau kusubscribe.